kama Kibu Dennis. Kwa ni moja kati ya watu ambao katika mechi kama hizi huwa wanakuwa na mchango mkubwa sana. Pale sio tu kwamba kwenye kushambulia, bali hata timu inapokuwa na mpira. Timu inapokuwa haina mpira, zile off the ball movement zake huwa zinakuwa na mchango mkubwa sana hata kwenye kulinda. Sidhani kama itakuwa ni approach nzuri katika mechi hiyo, kwa sababu ndio mechi ya mwisho. It's a do or die. Ni vitu vidogo vidogo, lakini vinatakiwa vifanywe kazi, kwa maana tukiwa na long term plan, timu yetu tunaweza kufanikiwa. Kikubwa ni kuwa na mpango mkakati wa muda mrefu. Ukiangalia kwa jinsi ambavyo timu imeperform na ukiangalia hata ile commitment level ya wachezaji, unaona kuna kitu Gamondi amekiongeza. Unaona kabisa kuna kitu Gamondi amekiongeza. Lakini mbali ile rekodi aliyokuwa nayo kwenye kufundisha vilabu na kuvisaidia kuweza kucheza katika kiwango hicho, lakini hata kwenye national team katika hizi mechi mbili ambazo timu yetu imecheza, unaona kabisa yani kuna kitu ambacho Gamondi amekiongeza. Na mtazamaji wa Kajenjere TV, upande wa michezo, tunakumbuka timu yetu ya taifa ya Tanzania kwa maana Taifa Stars leo itakuwa inashuka dimbani ama itashuka dimbani kukamilisha sasa ile ratiba, maana ukiwa ni mchezo wa mwisho dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia. Tunakumbuka tulianza dhidi ya Nigeria tukapoteza kwa magoli 2-1. Matumaini yakawa ni kwenye mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Uganda, watu ambao tunatoka nao ukanda moja, lakini matokeo hayakwenda rafiki kwa maana ile sare ya goli 1-1, lakini bado haijakwisha mpaka ishe kama ambavyo tumekuwa tukizungumza siku zote. Matumaini pekee yamebakia ni kwenye ushindi wa mchezo dhidi ya Tunisia leo hii. Lakini tumeona pia data nyingine watu wakijaribu kuchambua kwamba huenda tukapita kwenye best rules endapo labda tukipata matokeo ya sare ya goli 1-1. Lakini tukiacha hilo, nimeona mashabiki wengi hasa wapenzi wa soka na wafuatiliaji wa mpira miguu tayari wanaona tayari wamekusha kata tamaa, wengi wakizungumza kwamba labda hatuna vipaji, timu yetu haina uwezo wa kupambana. Wengine wanakwenda kwenye eneo la kocha. Tumeona watu wanatoa maoni tofauti, lakini sasa sisi inabidi tumtafute mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania kwa maana ya Taifa Stars, lakini pia timu kama Young Africans ambaye alicheza kwa mafanikio sana, Ali Mayai Tembele, ambapo mimi nakukaribisha ufuatilie sasa mazungumzo yangu mimi na Ali Mayai. Naitwa Rashid Kasim, karibu tuzungumze na Ali Mayai. Mzee, vipi hali? Na tunashukuru sana kwa karibuni sana. Karibuni sana kwanza, hapa tuko mamlaka ya bandari Tanzania. Karibuni sana. Sawa, asante kwa kubwa zaidi tunashukuru muda wako, maana nakumbuka tumekutoa kwenye eneo lako la kazi, lakini tunasema ule uungwana, watu wanasema Ali Mayai ni muungwana, kwa hiyo umeamua kutupatia muda tuzungumze kwa ajili ya timu yetu ya taifa. Ni kawaida, ni kweli, kwa sababu tunazungumzia hapa, tunazungumzia maslahi ya taifa. Wa Tanzania wote saa 2 usiku wote, kila mtu atakuwa amekaa anafuatilia kile ambacho kinatokea kule. Ni moja kati ya kitu ambacho kwanza kwa kweli unajua imehamasisha sana. Yani hii inathibitisha, yani inaanza kurejea ile hali ambayo kuna wakati tushawahi kuizungumza kwamba mbona wenzetu timu zao za taifa zinafanikiwa sana. Yani timu ya taifa mtu ikipoteza matokeo au ikifanya nini, yani mtu inamuuma. Hapa kwetu sisi watu wamezoea vilabu vyao specifically hivi viwili vya Simba na Yanga, ni kweli ndio vinaongoza kwa passion, watu wanavipenda kweli kweli, lakini kwenye national team na angalau kwa sasa hivi tunaona kabisa, na hasa kama hivi 2027 tunakwenda sisi kuhost mashindano haya ya AFCON, ni moja kati ya kitu ambacho kinaonyesha sasa kwamba yani wa Tanzania tunafuatilia ile tu kitendo cha kufuatilia. Kwa mfano hata matokeo ya mechi ile dhidi ya Uganda, the Cranes, mimi simu nilizopokea, simu za maoni kwa usiku ule baada ya mechi ni zaidi ya simu 25. Hiyo tu yenyewe ni kiashiria, yani tu mimi nachukua kama ni kiashiria ambacho kinaonyesha kwamba kweli watu sasa wanafuatilia timu ya taifa. Kwa hiyo ni moja kati ya timu ya taifa kwa maslahi ya taifa. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho yani tumegrow. Lakini kwa timu ya taifa of course, yani ukiangalia katika mechi ile pale, kwa mfano ukichukulia reference ya mechi ya kwanza na mechi ya pili, unaona katika mechi ya pili na specifically katika mechi ile ya pili dhidi ya Uganda, kipindi cha pili uliona kuna mabadiliko ambayo Gamondi aliyafanya. Unaona kabisa hata jinsi ambavyo ilikuwa timu inacheza, jinsi ambavyo ilikuwa
inatoka na mpira nyuma, confidence waliokuwa nayo wachezaji, ndio kwenye teamwork ile movement bado, yani zile movement bado, yani ndio muunganiko. Kuna baadhi ya wachezaji ambao ndio wanacheza kwa mara ya kwanza as a team kwa pamoja, kina Al-Rakhia yule, unaona kabisa yani individual brilliance, yani uwezo wake unaona kabisa ni uwezo mkubwa, lakini muunganiko ndio kuna baadhi ya maeneo tunakosa, kwa sababu hata ukiangalia kwa mfano kama lile goli ambalo tulofungwa na Uganda, unaona kabisa ni mistake, yani ni mistake ya concentration na baadhi ya kugawana majukumu pale kwenye safu ile ya ulinzi. Ile goli la kichwa tulilofungwa ambao wao wakasawazisha, ambao of course wao wakasawazisha. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho unaona kabisa kwamba ni vitu ambavyo ni vitu vidogo vidogo, lakini vinatakiwa vifanywe kazi, kwa maana tukiwa na long term plan timu yetu tunaweza kufanikiwa. Kikubwa ni kuwa na mpango mkakati wa muda mrefu, ndio vitu pekee ambavyo kwa wenzetu wameweza kufanikiwa. Ukiangalia timu za wenzetu, kwa mfano timu ya Komoro, ukiwaona vile wanavyocheza leo hii, tunazungumza mataifa ambayo mpaka sasa hivi yameshavuka hatua, yameshaingia kwenye hatua ya 16. Unaona Nigeria wapo, Algeria, wenyeji Morocco tayari, Egypt tayari wako, Mali wameshavuka. Sasa ukiangalia kwa mfano wa Algeria, kwa mfano hata na Morocco, ukiangalia timu yao ile timu plani waliokuwa nayo imeanza kuundwa tangia 2021. Kwa hiyo unakuta more than 80% ya wachezaji yani tayari wana ule muunganiko, wana ile combination. Kwa hiyo hata kocha, panapofanyika mabadiliko ya kocha, wewe umeondolewa kocha, nimekuja mimi, ni rahisi kuendeleza kile ambacho wewe umekifanya, kwa sababu most zaidi ya 80% ya wachezaji ni wale wale. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho kwa wenzetu wamefanikiwa, lakini hata sisi, kwa sababu of course tayari kuna mpango huu ambao of course ndio mabadiliko ya benchi la ufundi hapa yalipelekea ndio mabadiliko yamefanyika, lakini ni kitu ambacho kwa kweli ndio kinaonyesha tofauti kati yao sisi na hao wenzetu ambao wamefanikiwa kwa timu zao za taifa. Sawa, nafikiri kutokana na muda pia nitokapo na maswali mawili kama sio matatu, labda hakuna tabu, tuendelee. Swali langu la kwanza, kwenye mchezo huu dhidi ya Tunisia, maana matumaini ni tushinde, ndio matumaini makubwa, labda kwa mchezo ni huu mmoja, hakuna mwingine. Baada ya hapo tunarudi nyumbani kama ikitokea umefungwa. Nini labda kinaweza kikafanyika? Mchezo ni mmoja, na hata mimi ukiniambia kwa football jinsi ilivyo na kwa nafasi ambayo tulionayo sisi, ni lazima tushinde. Ni lazima tushinde. Ndio watu wanazungumzia best loser, hata kama sio tukipata sare. Unajua kuna timu ambazo zina alama 3 na ziko nafasi ya 3 katika makundi. Unajua katika makundi haya ndio timu 12 zitakwenda zile nafasi ya kwanza na ya pili, lakini kuna timu 4 best losers. Sasa wakiangalia zile nafasi ya best losers 4, lakini kuna timu nyingine ambazo zipo katika nafasi ya 3 zina alama 3 na bado zimebakiza mechi moja, wakati sisi tuna alama moja. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho mimi bado naona approach ambayo tutatakiwa kuingia nayo leo ni approach ya open play. Yani yani ni kwenda, ndio lazima tuwaheshimu wale wa Tunisia, kwenda kwanza kwa kuangalia defensive style of play, kwenda kuangalia namna ya kujilinda pale, kama tunaweka 2 holding midfielders kama mechi ambayo tuliocheza iliyopita, lakini kwenye sehemu ya kuattack nafikiri ni moja kati ya eneo ambalo tunatakiwa kuwa na concentration ya kiwango kikubwa kuanzia dakika ya kwanza, kwa maana tukifanikiwa kuweza kupata area goals, yani goli la mapema, uwezekano wa kulinda. Sasa ile style of defensive style of play, hapo ndio mwalimu anatakiwa awe na mkakati sahihi wa kuweza kujilinda, kwa maana tukifanikiwa kupata goli. Lakini ukisema kwamba twende tu malengo ni sare, hapana, sitarajii kama itakuwa malengo ni sare. Malengo itakuwa ni kupata ushindi, kwa sababu tucheze kwa kushambulia, hiyo hata ni kwa counter attack kwa namna yoyote, kwa sababu jinsi ambavyo performance kwa mfano kama vile akina Msuva ni moja kati ya mechi ambayo aliperform, kwa maana ile mikimbio yake na kuongeza mbele kule, mikimbio iongezeke mbele ili tulazimishe tupate goli la mapema, ni moja kati ya kitu ambacho kitatusaidia. Alafu baada ya hapo sasa tuwe na proper strategy ya kujilinda, lakini kusema kwamba tunaenda tu kwa ajili ya kuanza kudefend, sidhani kama itakuwa ni approach nzuri katika mechi hiyo, kwa sababu ndio mechi ya mwisho, it's a do or die.
Yeah. Ni Tunisia ambao wametoka walimfunga Uganda magoli 3-0. Kuna mtu mwingine kwenye comment hapa atasema hao wachezaji tunao wa kucheza hiyo stadium unazungumza? Wachezaji, unajua wachezaji watu wanafikiria labda kwamba sio wachezaji hawana sio vipaji. Unajua vipaji, individual brilliance, yani uwezo wa mchezaji ndio ina thamani. Uwezo wa mchezaji. Yani hakuna mchezaji ambaye hana kipaji. Wachezaji wana vipaji, wale wana vipaji wanavyo. Kucheza mpira, si kupiga chenga, kufanya nini, kupiga kanzu, vipaji. Lakini sasa ni style of play. Mkakati gani mnaingia nao as a team? Kwamba wewe utapewa jukumu hili, huyu apewe jukumu hili kulingana na strength na weakness za mpinzani. Yaani kwenye mechi kama hivi ndio sababu coach is everything. Kwenye boxing ni mchezaji ni mtu mmoja, kwenye ngumi ni wewe. Lakini kwenye football ni team. Ndio maana team work is everything. Yaani ushirikiano. Kwa maana ya wewe kazi yako utafanya hivi katika eneo hili hapa, ufanye hivi, ufanye hivi, ufanye hivi. Ikikosekana labda wewe umeshindwa, basi nani atakusaidia pale? Muone mkakati huo, yani wa kusaidiana. Sasa ni moja kati ya vitu ambavyo combination. Unaona kwa mfano pale kwenye central defense, jinsi ambavyo wanacheza Baka, jinsi ambavyo wanacheza na Mwamnyeto. Unaona kabisa ule muunganiko, na specifically ukiona area balls, mipira ile ya juu ambayo Mwamnyeto anakwenda kuicheza. Unaona kabisa yani kuna muunganiko ambao umekuwa na mchango mkubwa sana pale kwenye safu ya ulinzi. Sasa kikubwa huwa ni ile teamwork, ni muunganiko. Sasa sio muunganiko kuanzia kwenye goalkeeping, kuanzia kwenye eneo la golini, kwenye safu ya kiungo na hadi kwenye safu ya kushambulia. Lakini pale kwenye safu ya kushambulia ndio huaga inabakia sasa ile uwezo wa mchezaji binafsi, individual brilliance, ubunifu wako wewe mwenyewe wa kuweza kucreate chance, kwa sababu kuna wakati nafasi za kufunga hazipatikani kwa kutengeneza. Unatakiwa sasa wewe mchezaji kwa uwezo wako binafsi jitengenezee mwenyewe. Ni moja kati ya vitu ambavyo ndio huwa sasa vinatumika kwenye kumalizia. Lakini kwenye team as a team, kikubwa kwanza huwa ni mbinu sahihi. Ndio maana kocha mtu wa kwanza kuwajibika kwa matokeo yote ya timu yanapotokea uwanjani. Sawa, kumekuwa na wachezaji ambao niseme hatuwezi tukacheza wote. Pamoja na kwamba timu ina wachezaji karibu 20 na hatuwezi tukacheza wote, watacheza 11. Lakini maoni yanaheshimiwa. Tumeona watu wanazungumza kwa nini wachezaji fulani hawapati nafasi, kwamba siku ile mechi Mombo anakosa goli, angekupa fulani pale angefunga, angekupa Morris pale angefunga. Kwa nini Kibu yupo nje? Kwa nini? Swali langu kwenye mchezo huu dhidi ya Tunisia, Dickson Job amekuwa akianza nje kwenye mchezo miwili iliyopita. Unamwona kama apewe nafasi ya kuanza kutokana na muhimu labda mchezo kwa namna unavyoona labda? Lakini pia kuna wachezaji ambao hawakupata kabisa nafasi ya kucheza kama kina Kibu Denis, nje wapo kina Idinado, kina Morris Abraham. Labda unadhani kuna kitu ama ile timu ambayo umeiona Gamondi kwenye mechi kama hizi? Sasa mechi kama hizi watu wenye spirit yani wenye fighting spirit naturally. So unajua kuna wachezaji mpira na kuna watu ambao naturally huwa ni wapambanaji kama Kibu Denis. Kwa hiyo ni moja kati ya watu ambao katika mechi kama hizi huwa wanakuwa na mchango mkubwa sana. Pale sio tu kwamba kwenye kushambulia, bali hata timu inapokuwa na mpira. Timu inapokuwa haina mpira, zile off the ball movement zake huwa zinakuwa na mchango mkubwa sana hata kwenye kulinda. Kwa ni moja kati ya wachezaji ambao kama Kibu Denis kwenye inategemea sasa na approach ya mwalimu. Ataingia na approach gani? Na specifically pale timu ambapo labda inataka tujilinde. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatakiwa kuangaliwa. Watu kama kina Kibu Denis. Lakini safu ya ulinzi naona bado mwalimu approach yake, of course ndio kila kitu huwa anapanga kutokana na kile ambacho yeye mwalimu amekiona mazoezini na amekiona kwa wachezaji, kutokana na style of play ya wachezaji. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo anaangalia katika defensive line, specifically last line of defense, moja kati ya vitu vya msingi, angalia timu zote za Afrika Magharibi, Afrika Kaskazini mpaka Afrika Kusini, central defense, moja kati ya kipaumbele cha kwanza huwa ni height, ni mipira, ni urefu. Kimo. Ni moja kati ya vigezo ambavyo huwa vinaangaliwa, kwa sababu mipira ya juu ina madhara na imeshakuwa na madhara mengi sana. Yaani ni moja kati ya chanzo kikubwa sana cha magoli, mipira ya juu. Kwa hiyo urefu huwa una mchango mkubwa sana. Ndio sababu kwenye safu ya ulinzi nafikiri mwalimu ameconsider hicho cha kwanza. Alafu hivi vitu vingine baadaye, utulivu, ile fighting spirit na maarifa aliyokuwa nayo, lakini kwanza yeye ameconsider hicho kutokana na aina ya mechi ambazo ameziona timu zinacheza, kwa sababu hata ukiangalia katika magoli mengi ambayo tunafungwa, achilia mbali hata national team tu, hata kwenye vilabu kwa Afrika Kaskazini kule, huwa ni set pieces, mipira ya juu, mipira ya kona. Ni moja kati ya maeneo ambayo
huwa ni ya msingi sana. Sasa kwenye safu ya ulinzi huwa hakuna kuteke risk. Unaweza kuteke risk kwenye midfield, unaweza kuteke risk kwenye ushambuliaji, lakini kwenye safu ya ulinzi huwa hakuna kuteke risk. Nafikiri ndio mwalimu kitu pekee ambacho amekiconsider na ndio imekuwa kipaumbele chake, lakini hiyo nyingine bado ni kitu ambacho ni mwalimu bado ana opinion hiyo, kutokana na sababu hiyo ambayo hate ni moja kati ya kitu ambacho ni cha msingi kwa cha consider kwenye safu ya ulinzi, na hasa ulinzi wa kati, sio kwa fullback. Fullback hakuna shida, fullback waga ni kukimbia. Fullback mtu ambaye ana mbio sana, hata kama kitu cha msingi ni mtu ambaye ana move, yani anakwenda narudi, kama ulivyokuwa unaona mechi juzi baada ya Kapombe kutokurania, unaona bwana mdogo Haji Mnoga safari ambazo alizokuwa anazifanya kule pembeni, uliona hata ile mikimbio yake ni moja kati ya kitu ambacho huwa ni kipaumbele kwa safu ya ulinzi kwa upande ule wa pembeni. Sawa, labda kwenye hii ikitokea tukafungwa na Tunisia na tukarudi nyumbani kuendelea na mambo mengine ikiwemo ligi yetu ya NBC, kwa nini Watanzania tusijilaumu kwa kile kilichotokea nchini? Sasa sasa ikitokea hivyo ni lazima tuwe na plani. Unavyoona wenzetu, kama hivyo nilivyokuambia, unavyoona wenzetu, kwa mfano achilia mbali wenyeji Morocco, hata Egypt nafikiri na Algeria, wao plani yao ya timu ile more than 4 years 5 years, yani kunakuwa na mfano national team coach anakuwa na program yake. National team coach achilia mbali kwenye mashindano haya, sio kuna mashindano, unajua kuna ratiba za FIFA zile, kuna ratiba za FIFA wakati wa mashindano, kuna wakati mwingine za mechi zile za kirafiki. Kwa hiyo unakuta hata kwa miezi 3 miezi 4 timu imeshakutana mara 3 mara 2, wamecheza mechi zile za kimataifa, wamekutana hata kufanya mazoezi hata siku 3 siku 4. Ni moja kati ya kitu ambacho kina mchango mkubwa sana mwalimu kufanya follow up. Ndio ina cost implication, lakini gharama kwenye maendeleo yote, gharama huwa ni kitu ambacho haikopeki. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho haikopeki, kwa maana lazima tuwe na mpango ambao utatokana na program ya kocha. Kocha atapanga program yake ya mwaka au ni miaka 2 miaka 3 program, kwamba bana, kwa mujibu wa kalenda ya FIFA mwezi wa ngapi si kutakuwa na likizo sijui nini, tutakutana kwa ajili ya kempu au kuweka mechi za kirafiki za namna gani, wapi, tucheze na klabu, tucheze na national team, tucheze. Kwa ni moja kati ya vitu ambavyo vinakuwa na mchango mkubwa sana, ndio kujenga teamwork, sio tu kukutana nao wakati wa mashindano. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho hakikwepeki, kwa sababu wenzetu wamefanikiwa kwa sababu hiyo. Lakini kitu kingine, unavyoona wenzetu wamefanikiwa, watu wao walikuwa wanaangalia timu ya taifa ya Uganda. Waganda wana wachezaji wamesambaa katika ligi mbalimbali duniani. Sisi almost wachezaji wetu wengi wanacheza katika ligi za ndani. Unaona magolikipa wote, unaona Simba, Singida, Black Stars, Azam, magolikipa wetu, unaona wachezaji kina Bakari au Manyeto, kina Shomari Kapombe, kina nani. Lakini ukiangalia wenzetu ambao waliofanikiwa, timu nyingi zilizofanikiwa za taifa ni zile ambazo zinaongoza kuwa na wachezaji wengi wanaocheza katika ligi mbalimbali kubwa. Specifically useme Ulaya, kwa sababu hiyo haikopeki. Wewe unapokuwa wachezaji kwa mfano wanacheza ligi kuu ya Uingereza, 5 wa 6 wako Spain, wengine wako Ujerumani, wengine. Sasa hiyo hata kocha wewe ukienda, kocha kazi yako wewe njoo, haya twendeni kempu siku moja, mechi zeni hapo, inakuwa ni rahisi. Kwa ni moja kati ya kitu ambacho kwa wenzetu waliofanikiwa, hicho ni kitu ambacho hakikwepeki, kwa sababu wachezaji wanaocheza katika ligi kubwa, kwa sababu ligi kubwa ndio zinawajenga wachezaji, yani wanakuwa na yani ile ushindani unakuwa ni mkubwa, kwa hiyo wanajengwa. Kwa hiyo wanapokuja kwenye national team kuitumikia timu ya taifa, inakuwa ni rahisi kwa kocha kumtumia, kwa sababu yeye kule kwenye timu amejengwa kwa kiasi kikubwa na ana ushindani wa kiasi kikubwa, kitu ambacho kwenye national team ukifika unatumia tu ushindani wake kwa manufaa ya taifa. Sawa, tumalizia na Miguel Gamondi, ndiye kocha wa sasa wa Taifa Stars kwa sasa. Kocha wa mpito. Kocha walisema kocha wa muda. Sawa, wewe ulikuwa wizarani pale, umeona pia makocha wengi wamepita. Sisi ni waandaaji wenza wa AFCON ijayo. Gamondi ni kocha sahihi kwa namna ulivyomshuhudia, ingawa hata sio kwa muda mrefu, apewe tu hii project ya tubebe moja kwa moja, aiandae timu kwa ajili ya AFCON ijayo, ama tunapaswa kuwaza tofauti baada ya mashindano? Sasa of course ukiona mpaka hivyo imefanyika, hata maamuzi yaliyofanyika, ujue lazima kuna sababu, justification. Yani kamati ya utendaji ilikaa ikafanya research ikagundua, lakini ukiangalia kwa jinsi ambavyo timu imeperform na ukiangalia hata ile commitment level ya wachezaji, unaona kuna kitu Gamondi amekiongeza. Unaona kabisa kuna kitu Gamondi amekiongeza. Gamondi
Achilia mbali ile rekodi aliyokuwa nayo kwenye kufundisha vilabu na kuvisaidia kuweza kucheza katika kiwango hicho, lakini hata kwenye national team katika hizi mechi mbili ambazo timu yetu imecheza, unaona kabisa yani kuna kitu ambacho Gamondi amekiongeza. Ndio sababu unasema sasa kwa hiyo kama sijui sawa watakofanya decision, lakini kama atapewa nafasi, kikubwa program atakoiwasilisha, kwa sababu unaweza moja kati ya agreement, moja kati ya mkataba huaga ni kutekeleza ile program. Kwa sababu mimi ukinipa kazi yangu ya ukocha, nakuja na program yangu. Program yangu nataka bana mimi angalau kwa mwaka labda wachezaji wacheze mechi 3 au mechi 4 kwa mwaka. Hata kama ndio hakuna mashindano, lakini lazima ukutane nao wacheze mechi 3 4 kwa ajili ya kuijenga kwa ajili ya msimu ujao. Sasa unaponiambia kwamba hapana, utakutana nao mara moja tu, hiyo hapana. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho hakikopeki, kwa maana ya program atakayoipanga, program yake atakayokuja nayo ya national team ni lazima wakubaliane itekelezwe kwa pamoja, kwa sababu ya kwa ajili ya AFCON 2027 ili itakapohost hapa mashindano ya AFCON 2027 tayari yani timu iwe imegrow kutoka hapa tulipo kidogo tuwe tumesogea zaidi, yani tunufaike na hichi ambacho tulichojifunza katika AFCON hii ya Morocco.